Leo tunakuja kula sikukuu na ninyi kama tunavyokuja siku zote, sawa? Na tutakuwa tunakuja kila mara. Ila sasa Pasaka na mimi nataka niwaalike nyumbani kwangu. Maana huwa nakuja tu kwenu, si ndio? Ndio. Sasa nyinyi nataka mje kwangu. Sawa? Kwa Pasaka mjue mnakuja kula kwangu, si ndio? Ndio. Na mimi kuja kwenu sasa naona kama vile nimeshakuja mara nyingi. Kwa na mimi nitawaalika mje. Utaratibu wa kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza ndugu Cuthbert Alibert kutembelea kituo hiki cha watoto wa Afrika, kuatia moyo na kushirikia kwa pamoja. Someni kwa bidii, kuweni na heshima. Sawa? Ndio. Ipo siku kati yenu kutakutokea watu watakuja kuwa ni matajiri. Kati yenu kuna watu watakuja kutokea kuwa mawaziri. Kati yenu kuna watu watakuja kutokea kuwa wakuu wa mkoa. Kwa niwaambie mtakuja kuwa watu wakubwa. Ila mkiwa watu wakubwa muwasaidie na wengine. Wangapi wakiwa wakubwa watawasaidia wengine? Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2003 kikiwa na watoto 48. Hadi sasa kina watoto 109. Hapa ni makao ya watoto wa Afrika. Tunahusika kulea watoto wenye ulemavu, watoto yatima, wanaotoka kwenye mazingira magumu na wanaofanywa vitendo vya ukatili. Tunafanya kazi na maafisa ustawi. Kwa hiyo mtoto yote anayekuja mahali hapa lazima serikali inamtambua. Lakini kwa siku ya leo ni siku ya Idi, tunamshukuru mdau mtiifu, tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, kwa ajili ya kuandaa chakula kwa ajili ya watoto kwa siku hii ya leo. Tumelia Mungu aendelee kumlinda na kumtetea. Changamoto katika kituo hiki ni pamoja na upungufu wa matenki ya kuhifadhia maji, meza, viti pamoja na mahitaji ya chakula. Na mahitaji mbalimbali hapa kwenye makao ya watoto wa Afrika. Hasa kabisa tuna mapungufu, tunahitaji matenki ya maji, tuna mapungufu ya viti pamoja na chakula. Tuna uhitaji wa hivyo vitu. Yoyote yule atakayeguswa tunamkaribisha mahali hapa. Niliwiwa kwamba leo ni siku ya Idi. Watu wengi wamejifungia majumbani kwao na watoto wao wamepika pilau, wamepika kuku na saa nyingine wanapika vyakula ambavyo hata familia zao hawawezi kumaliza, wanajikuta vyakula wameenda kuvimwaga. Lakini wapo watoto na wenyewe wanahitaji kupata faraja kutoka kwenye jamii ambayo jamii ndio sisi. Kwa kilicho nisukuma kuja ni kwa sababu kwanza ni watoto ambao niko nao muda mrefu, na pia nimeona ni vyema kama nikija kuendelea kusherehekea nao wajione kwamba hawajapuuzwa na jamii na tuko nao pamoja. Na niseme tu, haya maisha yote ambayo tunahangaikia, haya maisha yote lazima tutengeneze hadithi kama alivyosema hayati rais wa awamu ya pili Mzee Mwinyi kwamba haya maisha ni hadithi tu, na hizi ndizo hadithi zenyewe. Lazima utengeneze hadithi nzuri kwenye jamii, hadithi nzuri kwa watu. Naitwa Upendo Isaya, ni mchungaji wa kanisa la Kava Pentecostal Church. Na mshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimeipata ya kukutana na kada Cuthbert ambaye anajitoa kwa ajili ya kuwahudumia watoto yatima. Kazi hii anayoifanya ni kazi ya Mungu kwa watu wake, kwa sababu Mungu ni baba wa yatima, na akipata watu walio tayari kwa ajili ya kujitoa kwa kuwahudumia watoto yatima, kwake Mungu ni furaha. Na sisi watumishi wa Mungu tunajisikia vizuri kwa sababu lengo kubwa ambalo tupo duniani kufanya ni kuwafundisha waumini wajue namna ya kuwahudumia wenye shida. Na kwa sababu hii tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya Idi. Kada amejitoa kwa ajili ya kuwapa chakula watoto wafurahi, japokuwa wako katika mahali ambapo ni mahali pa upweke, lakini wanajisikia vizuri wanapotembelewa na kupewa kile ambacho wanakihitaji kama chakula, kunywa na kufurahi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kada huyu, na Mungu ambariki sana kwa kazi nzuri. Naitwa Regina. Tunakushukuru kada mtiifu kwa zawadi ya chakula cha mchana ulichotuletea. Mungu akubariki. Siku ya Idi leo tumekula. Mungu akuzidishie ulipotoa pamoja na familia yako. Mungu akaijalie.